Bana, baada ya ligi ya mabingwa barani Afrika draw yake kuchezwa, kila mtu ameona wapi amepangwa: Simba Sports Club, Young Africans, Azam Football Club na Singida Black Stars kwenye kombe la shirikisho. Maoni mengi yamekuwa ni Simba Sports Club akipewa nafasi ya kutinga hatua ya robo finali kutokana na timu ambazo amepangiwa, akiwa na Esperance de Tunis, Atletico Petro de Rwanda ya nchini Angola na Stade Malien ya kutoka pale nchini Mali. Sasa kwa Young Africans ambao wao wamepangwa kundi B wakiwa na miamba Al Ahly, Young Africans, AS FAR Rabat ya nchini Morocco na JS Kabylie ya nchini Algeria. Nataka kuambia tu mashabiki wa Young Africans na wafuasi wa soka, wapenda soka wote kiujumla, ya kwamba Dar es Salaam Young Africans inakwenda kucheza hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, licha ya kuwa ipo kwenye grupu ambalo hakuna anayekataa kwamba ni grupu gumu zaidi. Ni kundi ambalo lina timu zote ambazo zimeshiba, pamoja na uwepo wa hizo timu zote kushiba. Na hivi ndivyo Young Africans atakavyoweza kutoboa kwenye kundi B kwenda kucheza hatua ya robo finali, kama ambavyo timu zingine zinapewa nafasi kwenda kucheza hatua ya robo finali pasipo kupepesa macho. Young Africans anaanza mechi yake ya kwanza dhidi ya AS FAR Rabat nchini Tanzania, Benjamin Mkapa. Hii itakuwa ni mechi yake ya kwanza, na hii ndio mechi ambayo itaipa taswira na asilimia 50 za Young Africans kwenda kuqualify kucheza hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kivipi? Katika kundi kila timu ziko 4, kwa maana kwamba kutakuwa na michezo 6, 3 nyumbani, 3 ugenini kwa kila timu. Sasa Young Africans katika zile alama 9 za nyumbani anazo alama 7 ambazo zitamvusha kwenda kucheza hatua ya robo finali. Kwa nini nasema alama 7 kwenye kundi la Young Africans Group B linaweza kukuvusha kwenda kucheza hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Kwa sababu Al Ahly hana uhakika wa kuja kuchukua alama 3 Benjamin Mkapa. Si Al Ahly pekee, AS FAR Rabat pia hana uhakika wa kuja kuchukua alama 3 nyumbani. Bila kusita, JS Kabylie pia hana uhakika wa kuja kuchukua alama 3 kwa Young Africans Benjamin Mkapa. Hii inatoa ishara kwamba kila timu itahakikisha kwamba inashinda mechi zake za nyumbani. Sasa Young Africans uhakika wa kushinda dhidi ya FAR Rabat, Benjamin Mkapa na JS Kabylie upo. Kinachobaki ni kutafuta walau alama moja, kama si alama zote 3 dhidi ya Al Ahly pale Benjamin William Mkapa. Na tumewahi kuishuhudia Young Africans ikicheza vyema kabisa na kutoa suluhu ya 1-1 Benjamin Mkapa dhidi ya mabingwa wote wa muda wote kwenye michuano ya CAF Champions League, Al Ahly, National Al Ahly. Sasa alama hizo 7 zitatosha kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya robo finali ya ligi mabingwa barani Afrika, kwa sababu Young Africans itakuwa imeshinda mechi zake za nyumbani, mechi 3 tuseme. Kama akishindwa kushinda mechi zote 3, basi ashinde dhidi ya AS FAR Rabat na JS Kabylie. Akishinda hapo na alama 6, akiongeza walau akipata alama 1 dhidi ya National Al Ahly, anafikisha alama 7. Baada ya hapo kinachobaki ni kutafuta alama walau 3 ugenini. Anazitafuta vipi? Anakwenda kucheza Morocco dhidi ya FAR Rabat, ambaye naye pia atakuwa anapiga hesabu hizo kwamba alama za nyumbani zinapaswa kubaki nyumbani pasipo kusita. Akienda Algeria anakutana na JS Kabylie, ambaye pia atakuwa akipiga hesabu hizo kwamba alama zote za 3 za nyumbani zinabidi kubaki. Kwa hiyo kwenye kundi la Young Africans kila mmoja na focus zaidi kuhakikisha kwamba anayecheza mechi za nyumbani walau asipopata alama 9 apate alama 7, na lolote naweza likatokea hapo katikati likawa limemvusha kufuzu kwenye group la Young Africans. Ukiwa na alama 7 ni kitu ambacho kinawezekana, kutokana kwamba timu zote zitakuwa ni ngumu. Hakuna mwenye uhakika kwenda kupata matokeo ugenini kwa mwenzake, na ndicho maana au ndio sababu ambayo inafanya kundi Young Africans kuwa kundi gumu, kwa sababu hakuna mtu anaweza kukaa nyumbani akasema na kwenda Tanzania kushinda, ama mtu anakwenda Morocco kushinda, ama anakwenda Algeria kushinda. Timu zote zina uhakika wa kushinda nyumbani kwao, na hiyo ndio Young Africans nafasi pekee ambayo itawapa wao kuweza kutoboa, kwa sababu wakishinda tayari mechi 2 wakatoa sare 1 nyumbani, wanao mtaji wa alama 7. Alama 7 ni kubwa kwenye Group B ambazo mwisho wa siku zinaweza zikawavusha, tofauti na kwa Simba Sports Club ambayo yuko na Esperance de Tunis, Petro de Rwanda na Stade Malien. Kwa kundi la Simba sio kundi jepesi kivile, pia ni kundi ambalo ni tough, lakini Simba Sports Club ana nafasi ya kukaa kwenye nafasi ya kwanza kwenye kundi lao, na akishindwa nafasi ya pili ni ya kwake, kwa sababu ni njia rahisi kwa Simba kwenda kucheza hatua ya robo finali. Simba amecheza Angola mara nyingi sana, kwa hiyo Petro de Rwanda kwenda kuhakikisha kwamba anaondoka na alama 1
Angola inawezekana. Dhidi ya Stade Malien, pamoja kwamba msimu huu wako kwenye kiwango bora sana, wapo kwenye nafasi nzuri ya kuwania kwenda kuchukua ubingwa wa nchini Mali, lakini bado inatoa nafasi kwa Simba kwenda kutafuta walau alama moja pale Mali na alama 3 za nyumbani. Kwa hiyo kuna Petro de Luanda na Stade Malien wanaweza kuichangia Simba alama 6 kwenye uwanja wa nyumbani na alama 1 kwenye uwanja wa ugenini. Simba akifanikiwa hapo tayari ashafikisha alama 8, ambapo atakuwa kwenye mazingira mazuri zaidi ya kuweza kuongoza kundi ama kufuzu moja kwa moja kwenda hatua ya robo finali, kwa sababu kucheza dhidi Esperance de Tunis, yes, hatutampa garantia ya kushinda Tunisia, lakini tunampa garantia Simba Sports Club kuweza kuondoka na chochote kitu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na hiyo itakuwa ni nafasi nyepesi sana kwa Simba Sports Club kuweza kuqualify kirahisi zaidi kuliko timu zozote kwenye makundi, kwa sababu Simba na Esperance de Tunis ndio heavyweight hata kwenye kundi lao, na ndio maana timu ambazo zinatishia zaidi ya timu ambazo zipo Stade Malien, Petro de Luanda hazina historia kubwa barani Afrika. Ndio maana tunasema Young Africans kuqualify anahitaji alama 7, Simba Sports Club kuqualify anahitaji kuanzia alama 8 mpaka 9 awe na uhakika, na baada ya hapo hesabu zitakuja kujulikana mwisho wa mechi zote kutamatika. Kumbuka ligi ya mabingwa barani Afrika itaanza kutimua vumbi Novemba 2021. Young Africans wao watamkaribisha AS FAR Rabat Benjamin Mkapa, lakini vile vile Simba Sports Club watakuwa na game yao ya kwanza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya hapo tutajua safari ya hizi timu mbili itakuwa vipi, watakwenda kucheza vipi mechi zinazofuata, kwa maana kwamba away ukishapoteza kwenye mechi mbili za nyumbani ni vigumu sana kuweza kurudi na kuweza kujikuta kwenye mazingira ambayo yanaweza kawa ni favorable kwa timu yoyote kutoka Tanzania.